Nitakuwa nimefanya makosa kubwa kabisa mtazamaji wangu kama sitakwambia asante wewe ambaye siku zote tunakuwa pamoja hapa Double Updates. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Niite Mr. Double J, and kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa sasa. Naomba uianze hii video kwa kuniachia location yako hapa chini kwenye sehemu ya comments. Bila shaka kuna wengi ambao wanafuatilia kutoka nje ya nchi. Sasa nyinyi, hebu nionyeshe tu bendera ya nchi zenu. Though sometimes huwa inawapa watu wengine stress. Inawashinda kabisa kuweka hiyo bendera. So what you can do, niambie tu na kufuatilia kutoka sehemu fulani. Sisi tutatafuta bendera, si ndio? Sasa kwa wale ndugu zangu ambao wanafuatilia kutoka hapa nyumbani, there is no problem. Kama uko Nairobi sasa kwa mfano, andika 2047. Yes, nipe tu account yako. Jina nitaona, then nipe tu nambari ya account yako, then kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. So kuna mtu haonekani kwenye scene. Nataka unielewe. Ninapozungumzia scene, nazungumzia kitu ambacho kilimtokea gavana wa Trans Nzoia Natembeya. Bila shaka kwenye eneo la tukio kulikuwa na maafisa wa polisi, lakini pia vile vile na mwenye chama wa DAP, kama mnaielewa DAP Party, chama ambacho Eugene ndo kiongozi, lakini pia vile vile Natembeya alipambana akatafuta nayo nafasi ya ugavana mwaka 2022. Though hiyo tutazungumzia baadaye. Lakini kwa nini nazungumzia kuna mtu haonekani kwenye scene? Kwa sababu vitu kama hivi hapa huwa hakosei. Namzungumzia kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, ambaye sasa hivi watu wanajiuliza alikuwa wapi, or ni kwa sababu gani hakujitokeza. Lakini hata baada ya vitu hivi hapa kutokea, alizungumza hata kwenye mitandao yake ya kijamii yao ya kijamii, kwa sababu Raila ni mtu ambaye ana timu, na mwisho siku kupitia hata timu yake unaweza ukajua anasema nini. Umenielewa? Asipoongea huwa watu wake wanaongea. Lakini sasa ni kitu kipi kilitokea baada ya Natembeya nyumbani kwake kuvamiwa na maafisa wa polisi? Raila kupitia ukurasa wake wa Facebook, kitu ambacho alifanya, and of course ni kitu ambacho kinaongezea Wakenya hasira nyingi zaidi. So what Raila did ni hii hapa. Cabinet Secretary for Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, Ali Hassan Joho, accompanied by Principal Secretaries Kimtai Hari Mining, PS Betsy Njagi Blue Economy, and PS Aden Mila Maritime Affairs, paid a courtesy call on me today. Happy to hear of recent developments and milestones from them. The country has vast potential in the above sectors for growth that we can gain from immensely. So kama kawaida yake baba, this time round amekutana na Joho, na ni kawaida hivi karibuni kuona nakutana na baadhi ya viongozi kwenye serikali ya William Samoei Ruto, kitu ambacho pia kinachukuliwa kama mahusiano mazuri ambayo inaonyeshwa, ambayo inaendelea kati yake na William Samoei Ruto. So watu wanajiuliza kwa nini Raila hakuzungumzia kitu ambacho kilifanyika kwa Natembeya. And of course mtu anaweza akauliza kwa nini Raila azungumze? You understand? So nataka nijibu kwa nini Raila azungumze. Number one, watu lazima watamuuliza, mbona wasiulize Uhuru? Mbona wasiulize Kalonzo? Mbona wasiulize hawa watu wengine? Mbona wanaulizia tu Raila? Kwa sababu kitu ambacho kilikuwa kinafanyika leo na vile vitu ambavyo vinafanana na kitu ambacho kilifanyika leo huwa hakosi kabisa Raila Odinga. Mwisho kabisa tunaona kiongozi anashambuliwa, anavamiwa na vitu kama hivi. The same thing ambayo imetokea leo kwa Natembeya alifanyiwa Matiang'i. Raila Odinga anakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kufika kwenye eneo la tukio. Na ukiachana na Raila Odinga, watu wake wa karibu, nazungumzia hawa experts ambao mnaona kwenye serikali na hawa wabunge ambao mnaona hapa, kupitia mitandao yao ya kijamii mambo yalikuwa mengi sana, na ni kitu ambacho walikashifu, and they were like no. Kitu ambacho unafanya William Samoei Ruto sio kitu kizuri. Haufai kufanya kitu ambacho unafanyia nani? Unafanyia Natembeya au unafanyia Matiang'i. Wali react, but this time round imekuwa tofauti kabisa. ODM hawaja react
Trust me, na kama kuna mtu alireact, then alireact kwa uoga sana. But wale sasa main characters, tunawaita main, wale ambao huwa tunaona front kabisa, wale ambao wako kwenye map, unajua ODM ni kubwa, na wale ambao wako kwenye map, kuna wale ambao wapo, though niliwaona kina Caleb Amisi, yes, nilimuona, ni mbunge wa ODM, but nilimuona amereact. So alikuwepo hata pale Integrity House ambapo alikuwa amepelekwa governor anatembea. But again, tunazungumzia Raila Odinga, usitoke kwenye reli ndugu yangu, usitoke kabisa kwenye reli. But again, kwa nini Raila hakuongea? Na kutoongea kwa Raila inakuonyesha nini? Kwa sababu vitu kwa siasa havifanyiki tu, vinafanyika na sababu. So kitu cha kwanza inaonyesha uzito wa hiyo connection na ambayo huwa Raila anakataa. Nataka unielewe vizuri. Ukimya wa Raila wakati anavamiwa na Tembea inaonyesha uzito wa connection ambayo ipo kati ya Raila na William Samoei Ruto, kitu ambacho amekuwa akifanya nini? Akikataa. It's very simple. Hii hesabu si kwa nini watu wengi hawaielewi. Vita inaendelea. Na Tembea siti kwamba watu wa Rigathi Gachagua ndio wameenda kumkamata. Rigathi hata hana hiyo nguvu ya kwenda kumkamata na Tembea. Of course, Ruto ndo atakuwa anagombana na Tembea. So maafisa wakatumwa wakamfanya nini? Wakamkamata. You all understand na Tembea anapambania nani? Anapambania wananchi. So watu wanashindwa kuelewa, kwani kumeendaje? Mbona amenyamaza? Of course, kuna kitu ambacho kinaitwa broad based ambao wamekuwa wakikataa. So it means connection ipo na ipo tight kabisa. Ndio picha ambayo tumeiona. Number 2. Umaarufu wa Raila unapungua. Na nitakaa kwenye point yangu na nitaielezea. Of course mtu anauliza, Double J, umaarufu wa Raila unapungua vipi? Raila kutoongelelea na Tembea kuhangaishwa na serikali inafanyaje umaarufu wake au ukali wake upungue? Sikiliza vizuri. Umaarufu wa Raila tumeujua na umeongezeka kutokana na namna ambavyo alikuwa anasimama na wananchi. Na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinatokea ni hawa viongozi ambao unakutaka sometimes wanapambania wananchi kuvamiwa na serikali. Na mara nyingi wanapovamiwa na serikali, Raila ndo anakuaga mtu pekee. Bali angalia vizuri. Wengine wakijitokeza ni ile, but again Raila amekuwa front kabisa kwenye kupambania na kwa defend wale ambao serikali wamekuwa wakihangaisha, kwa sababu yeye amekuwa miongoni mwa watu ambao kwa asilimia kubwa kabisa amejipata mikononi mwa hawa maafisa wa usalama. Of course anazuiliwa kuingia sehemu fulani, of course anapigwa tear gas, si marisasi. Hakuna kitu ambacho hajai kuona by the way Raila Odinga. Yaani hata ukimkompea na hawa viongozi wengine, hakuna kitu ambacho hajai kuona. So Raila tumejua umaarufu wake, na umaarufu wake umekuwa ukiongezeka wakati anajitokeza sehemu kama hizi hapa na kupambania au kusimama na hawa watu ambao serikali kwa namna moja au nyingine wanawakalia. But again, wengi huwa wanaogopa, yeye ndo huwa anajitokeza. Number 3, kuna kauli ambayo imekuwa ikitumika hapa. Kutoongea kwake Raila Odinga inadhihirisha hii kauli, baba ni msaliti. Baba ni msaliti kwa sababu gani? Point ni very simple. Hata ukikuta jenzia atakwambia baba ni msaliti. Unadhani ni kwa nini watu wanasemaga baba ni msaliti? Angalia. Kwa nini huzungumzi na Tembea ambaye anahangaishwa na serikali, na sababu ya serikali kumhangaisha ni kwa sababu alisimama na wananchi. Na miongoni mwa watu ambao huwa wanasimama na wananchi ni baba. Sasa baba unakosaje kuongelelea na Tembea ambaye anafanya the same thing ambayo umekuwa ukifanya, na ndio ambayo imekuwa ikikupa umaarufu? Si kama mtu anaelewa point yangu. Baba ni msaliti, ndio picha ambayo inaonekana, kwa sababu mbona hajaongelelea? It's not normal kuona baba ananyamazia kitu ambacho kinaendelea. Number 4, kunyamaza kwake kwa upande wangu, though unpopular opinion hii hapa, na hisi anamuuza sana William Samoei Ruto. Yes, anampunguzia points nyingi sana William Samoei Ruto. Kwa sababu gani? Of course, hata ukiweka Raila kando, tayari points za William Samoei Ruto zinapungua. But ukiongeza sasa Raila,
trust me, kuna hasira fulani alafu kuna kipicha kinaonekana kama okay, so wananchi sisi tuko peke yetu hata Raila mwenyewe ambaye tulikuwa tunasimama naye hapa wao wanasimama na sisi, kumbe na yeye pia hayupo. Umeelewa? So yani kuna kihasira fulani kwamba sasa wewe sasa umesimama na huyu jamaa Kasongo wakati sisi tunaendelea kuhangaika. Now that's what you want, si ndio? Ni sawa, haina noma. But again, point nyingine ya 5, of course mtu anauliza mbona Eugene alienda pale. I think hii nimeelezea hata mwanzoni mwa video kwamba Eugene, kama sijakosea, ni party leader wa DAP Kenya, and Natembeya aliwania nafasi ya ugavana kupitia chama cha DAP. And niambie picha ingetokeaje kama Eugene hangefika kwenye eneo la tukio akiwa anahangaishwa huyu Natembeya? Ingekuwaje hapo? Singekuwa noma. So lazima angefika. Though alifika peke yake, na ndio maana inafanya watu wengine nao sasa wanakuwa na shida na watu kama akina Kalonzo, watu kama sio kina nani hawa. Wana uwezo wa kuchukua hata chopa wafike pale haraka waangalie ni kitu kipi kinaendelea hapa. What's happening? What's going on? Kwa nini Natembeya anafanyiwa ABCD? Watu tayari wamefika pale. By the way, Eugene, ile ilikuwa ni plus kubwa. Popote pale ulipo kama unanitazama, what you did ilikuwa ni kitu kizuri sana kiukweli, kusimama na Natembeya na kuonyesha kwamba jamani, mimi niko na wewe hapa, there is nothing wrong. But again, kuna watu wanauliza kuhusu Rigathi Gachagua, kwa nini hakuenda? Jamani, Rigathi Gachagua na yeye pia alikuwa na mambo ya kwake ambayo yalikuwa yanamwandama, same tu na hii Natembeya. Of course na yeye pia kulikuwa na hizo taarifa kwamba wanataka kumkamata, sio wanataka kumfanyia nini na vitu kama hivyo. So hata baadaye mkaumuona yeye mwenyewe akafanya press and akafunguka vitu vingi sana ambavyo pia vilikuwa vinakuonyesha kwamba kumbe hata na Rigiji alikuwa anapitia muda mgumu. Yeye ndo alituambia kwanza hata hii taarifa mwanzoni kwamba huyu jamaa wanataka kumkamata. Kama mnakumbuka vizuri, masaa tu, I think ilikuwa ni juzi, si ndio? Ilikuwa ni usiku wa kuamkia siku ambayo Natembeya alikuwa anakamatwa. Si ndo Rigathi anaamka pale kwenye rally, kama mnakumbuka vizuri, akiwa Murang'a akawa anasema jamani, kuna mipango, nishajua kabisa kuna mipango ya kumkamata gavana Natembeya. Na mimi nimwambia William Ruto, wewe umezoea kutisha watu, kushika watu. Ati wewe unataka kushika Rigathi Gachagua. Itawezekana? Mnasema ajaribu. Hata saa hii tumepata habari ile gavana ya Trans Nzoia anaitwa George Natembeya ati wanataka kushika yeye. Mimi namwambia watu wangu hapa Murang'a, wakishika Natembeya, hata sisi tutafuka barabara tusimamisha hii Kenya. Tumekubaliana. Unajua huyu Kasongo ametuchukua ufala. Alinifukuza kazi mkanyamaza kweli. So unakuta vitu vilikuja hapo vikachanganyikiwa kidogo. Yes. Na ndio maana ukakuta Rigathi naye kana ana deal na mambo yake huku Natembeya. So yani hivi vitu vilikuja vikagongana vikafanyika siku moja. So kufanyika siku moja ikawa vigumu kidogo kwa Rigathi Gachagua, I think, kuacha yake kwenda kuhandle ya Natembeya. Though hata mliona vitu vilikuwa vingi sana. Kibera, kama ulifuatilia huko Githurai, kulikuwa na kama shutdown fulani ya aina yake. And people are like, gusa tu Rigathi Gachagua muone. Mlima wako tayari kabisa. Gusa tu mlima, yani ukigusa Rigathi Gachagua sasa hivi umegusa mlima. And Rigathi yuko very serious na hii one time. Na ameshaamua kabisa mlima Kenya ni one time. Yani ni one time. Yeyote ambaye anataka kuingia kwenye basi ya one time, lazima aingie mapema kabisa, kwa sababu kama unamsupport bado Zakayo inamaanisha unarudi nyumbani mdoso kwa brefu. So kwa wale ambao pia wanaulizia kuhusu hiyo drama ambayo ilitokea Githurai, lakini pia vile vile na Kibera, kuna watu ambao walijitokeza nao pia na kumwaga hisia zao kuhusu kitu ambacho kinaendelea. Naweza nikakupa nafasi ukafuatilia kidogo.
Wetambua. Heshimu Rigathi Gachagua. Hapo. Kidete. Wewe Kasongo, wewe Kasongo. Kongo wewe. Kongo Class. So before mlaumu Riggy, unatakiwa kuelewa kwamba na yeye pia alikuwa na mambo yake mengine ambayo yalikuwa yanamzuia kuingia. Naweza nikasema kwa lugha nyepesi kabisa kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa nje sasa ya uwezo wake, si ndio? And hangefuatilia story ya Natembeya, but of course alituambia kwamba he was the first person to at least tell us that, you know, they are planning to arrest Natembeya and stuff. So there is nothing wrong. At the end of the day alionyesha kwamba jamani na mimi pia nipo. Iwapo kuna kitu kitafanyika basi nipo, nitasupport Natembeya. But again nimekuwa disappointed at some point kama Mkenya ambaye pia anataka mabadiliko, kwa sababu there was no way mtu kama Natembeya anashikwa kwa nchi ambayo tunasema one term, alafu tuna viongozi wengi ambao they're like sisi tutashikana na mtu fulani, tutashikana na mtu ili tuto, afu mnakosa hata kufika nyumbani kwa hata kuweka kwenye mitandao ya jamii muonyeshe, hata kufanya press tu wenyewe viongozi mkuje pamoja mseme no. Kitu ambacho kimefanyika ni kitu kibaya. I was disappointed. Mtu ananiuliza kuhusu Kalonzo is always a soft politician. At the end of the day sio mtu utamuona labda afanye press fulani kadogo hapo nini. So na ndio maana sometimes, you know, sometimes kuna vitu tu yani unaweza ukao unakataa tu kwa sababu unataka mabadiliko, but kama ingetokea watu wanaangalia na nani anaweka bidii kwenye Ruto kwenda nyumbani, watu wangemchukua Rigathi Gachagua, kwa sababu Rigathi Gachagua is overworking bwana. Kama kuna mtu ana overwork, kama kuna mtu anaonyesha like mimi I'm serious about this thing, you know, one time thing ambao I'm talking about, Rigathi Gachagua is, I think yuko serious kuliko kila mtu ambaye pia tuko kwenye safari moja ya one time au safari ya Ruto must go. So mimi what I'm requesting these leaders, especially the opposition leaders, let's be together. Wacha tufanye kazi kwa pamoja kiukweli, kwa sababu umoja wenu ndio utakuwa nguvu yenu. Umoja wetu pia sisi kama wananchi ndio utakuwa nguvu yetu. Tukishirikiana hivyo inamaanisha mambo yataendelea, lakini watu wasiposhirikiana, nakwambia Ruto ana mahesabu zake bwana, hata sijui kama mtatoboa au kama mtafaulu. Mambo yanaweza yakabadilika na mkafikiria eti nini, kumbe mtu anatangazwa asubuhi kabisa. So mambo ni kama hayo mtazamaji wangu. Expect Raila kukaa kimya vitu vingi tu ambavyo vinakuja, kwa sababu you know you can't fight and support at the same time. It's impossible. Let me tell you, there is no way today you wake up and tell Ruto, you know, you're a one-time man, you're supposed to go home. Then on the other side, you're like, you know, Gachagua, you're doing the good thing, you know. Even if you know, you won't do that. You won't manage at the end of the day. So what you need to do is you just decide on where you want to be, then push. Kama unataka kukaa kwenye serikali, just push. Unataka kukaa opposition, push. At the end of the day ni wewe uamue unataka kukaa wapi. Then I think mambo yataenda. Lakini watu wakiendelea kujichanganya itakuwa ni vigumu sana. But at least tunaona Raila anaendelea sasa kukubali matokeo kwamba jamani mimi niko kwa serikali. Ndio maana hata watu wanapopiga serikali siongei, au serikali inapopiga inakuwa ni tofauti kidogo. Anyways, ni sign out. Kama una kitu kingine ambacho unataka kuongezea, you can do that hapa chini kwenye sehemu ya comments, lakini kitu kikubwa zaidi ni subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. But kwa wale ambao wanasema jamani mimi nataka kushare link, there is no problem. Labda kuna watu ambao wanaweza wakaenjoy uchambuzi ulimwengu wa siasa kupitia lugha nyepesi sana, lugha ya Kiswahili. Naamini kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Bye bye.